Dude letu linaanzia ndani ya kitengo cha siri kinachotumika kuangalia CCTV kamera zote zilizoweza kufungwa mjini, lakini pia hawa watu ndio wanaoangalia kila matukio yanayoendelea mjini. Lakini siku ya leo ndani ya kitengo kuna wakina mama wawili walikuwa wanapiga umbea. Ni mara baada ya kumuona mwamba mmoja anafahamika kama Jangbo. Huyu jamaa anavaga miwani meusi hata kama kuna giza. Yaani awe nje ya nyumba anavaa miwani meusi, ndani ya nyumba anavaa miwani meusi. Hasa wakati wanaendelea kupiga umbea wao, hapa tu akawashuhudia vibaka wawili walikuwa juu ya pikipiki wakiwa wamempola mwanamama mmoja kipocho, wakaendelea kukimbia. Sasa kwa sababu wao wanatazama katika CCTV kamera walikuwa wanaona tukio zima. Mkuu wa kitengo cha CCTV kamera akawapigia polisi wa barabarani na kuagiza wakamate hao vijana haraka sana wapeleke kituo cha polisi. Sasa kwa sababu wao ndo wanaona hao wahalifu ndani ya CCTV kamera, ikawa ni rahisi wao kutoa maelekezo kwa wale polisi waliopo njiani. Lakini ghafla binivu wakashangaa wale wahalifu ni kama wamepotea katika kamera, haonekani tena. Lakini wakati watu wote wameweza kuwapoteza hao wahalifu katika CCTV kamera, mwamba mmoja tu huyu mgeni ambaye anafahamika kama Jangbo, yeye akasema kwamba mimi naona hao wahalifu, akawa ametoa maelekezo na mwisho wa siku akaweza kukamatwa. Hasa unajua kila mtu alishangazwa sana na uwezo wa Jangbo kuweza kuona wale wahalifu kwa sababu walikuwa waonekaniki vizuri katika CCTV kamera, lakini yeye aliweza kutoa maelekezo mpaka wakaweza kukamatwa. Aliwezaje kuwaona? Hasa ukweli ni kwamba huyu mwamba Jangbo alikuwa na uwezo wa kuona matukio mengi sana kutokea alipokuwa mdogo. Miaka kama 25 iliweza kupita, Jangbo alikuwa ameshiriki mashindano fulani ya mbio. Na katika hayo mashindano ya mbio wenzake walikuwa wanakimbia spidi kali sana, lakini yeye alikuwa anaona kama vile wanakimbia slow motion. Ikabidi wazazi wake kumpeleka hospitalini ili kupata utafiti zaidi na kugundua nini tatizo linalomsumbua mtoto wao. Daktari akasema Jangbo anasumbuliwa na ugonjwa unafahamika kama dynamic visual acuity. Yaani huu ugonjwa ni kwamba atakuwa anaona kila kitu katika mfumo wa slow motion. Na kwa sababu hiyo basi mtoto wao atakuwa anaona kila kitu katika mfumo wa slow motion. Yaani kitu kinachokimbia sana yeye atakuwa anaona kama kinaenda slow motion. Na daktari akawa anaonyesha mfano pale kwa kuchezesha vidole na dogo alikuwa anaona slow motion. Na jambo la mwisho ambalo daktari alilifanya la kutisha sana, alichukua mpira akaurusha kwa nguvu sana kumwelekea bwana mdogo, na kama ukimpata mpira huu lazima dogo atazimia. Wazazi kwanza wakakwepa. Lakini huwezi kuamini, mwamba Jangbo aliona kana kwamba mpira ulikuwa unakuja slow na akaukamata kilaini kabisa. Lakini daktari akasema kwa kuendelea kuona vitu slow motion hivi itakuwa inamsababishia wakati mwingine kukosa nguvu za mwili wake. Kwa hiyo ni muhimu awe anavaa miwani meusi ambayo itamsababisha asiweze kuona slow motion hizo mara kwa mara. Lakini bwana mdogo uwezo wake kidogo aliutumia katika mengi, kwa sababu kuna kipindi alikuwa anakula mpaka chabo kwa watoto wa kike. Pindi ambapo upepo ulikuwa unapuliza sketi zao, basi alikuwa anaweza kuwatazama. Sometimes Jangbo alikuwa anaonewa sana akiwa yuko shuleni, lakini alikuwa na rafiki yake mmoja tu ambaye huyu kidogo alikuwa anamsupport mambo yake. Wengine walikuwa wanamtenga kwa sababu bwana mdogo kila wakati alikuwa anavaa miwani meusi. Bwana mdogo ukiachana na rafiki huyo wa kike aliye naye, hana rafiki mwingine yeyote. Kifupi ni kwamba alikuwa anatengwa sana tu. Sasa hii kitu ilikuwa inamkasirisha sana. Mwisho wa siku akawa anafikiria kuyaharibu macho yake mazima. Akawa anachukua TV anaisogelea kwa ujirani sana, anaangalia kutoka asubuhi mpaka jioni ili mradi tu aje kuwa kipofu. Lakini kwa bahati mbaya wakati anaendelea kuiangalia hii TV alikuwa anavutiwa sana na hizi drama ambazo zinaendelea. Miaka 10 baadaye kutokea wakati huo, bwana mdogo alipataga taarifa moja ambayo ilihuzunisha sana moyo wake. Ni baada ya baba yake kuweza kufariki. Kumbuka kwamba Jangbo alianza kuvutiwa sana na michezo ya kuigiza, lakini mara baada tu ya kifo cha baba yake, basi alilazimika kuanza kufanya kazi nyingine za ziada ili kuweza kuisaidia familia yake kutokea katika hali ngumu. Na yule daktari wake wa macho udogoni akamshauri bwana mdogo aende kuomba kazi katika kitengo cha CCTV kamera kwa sababu kitamfaa sana, kwa sababu hicho kitengo kinahusisha ufuatiliaji wa vitu. Basi kutokea wakati huo bwana mdogo akaanza kufanyia kazi katika kitengo cha CCTV kamera, ndio mpaka hii leo mwamba anafanya kazi katika maeneo hayo. Hasa jamaa Jangbo si kwamba anaichukia kazi hii, bali anaipenda sana kwa sababu inamkumbusha kipindi kile anatazama tamthilia. Ila katika tamthilia ni kwamba alikuwa anaangalia maigizo ambayo yameweza kuigizwa, ila hapa anaangalia uhalisia kabisa wa mambo. Na mwamba akiwaga ofisini hanaga kabisa kawaida ya kuzungumza na mtu yoyote yule, yani hanaga rafiki kabisa. Sasa kuna mwamba mmoja ana mtindo kujipendekeza sana kwake, anafahamika kama Byung-Soo. Huyu mwamba anaweza kaingia ofisini akaanza kumsemesha mshikaji na mshikaji asijibu kutoka asubuhi mpaka jioni, alafu baadaye wakawa wametawanyika wakaelekea nyumbani. Sasa siku ya leo mwamba aliuliza swali moja zuri, akamuuliza jamaa kwamba je, una girlfriend? Licha ya kwamba mwamba aliuliza swali ambalo lilikuwa limemgusa sana, lakini bado hakujibu. Ila mapema alipoweza kurudi kutoka kazini akamtembelea bidada mmoja anafahamika kama Sumi. Huyu ndio yule msichana alikuwa rafiki yake kutoka udogoni. Hasa bidada Sumi anakabiliwa na madeni na hali ngumu sana ya maisha. Ile mwamba amesogea tu jirani anakuta bidada amekabwa na mtu ambaye anadaigi madeni akisema kwamba uza nyumba nilipe deni langu bana. Lakini mwamba Jangbo hakuweza kuongea na bidada Sumi hata kidogo. Akawa
akaendelea na mishe zake, ila akiwa anarudi katika chumba chake cha CCTV camera huwa anamwangaliaga bidada Sumi kuanzia asubuhi akitoka anaelekea wapi na anapitia wapi. Sasa kuna sehemu ambayo bidada Sumi huwa anapendaga kupitia, anaendaga pale kununua kama coffee hivi, kitu ambacho kinamfurahisha sana huyu jamaa, na yeye akaanza tabia ya kupitia hiyo sehemu na kwenda kununua coffee kama bidada ambapo anafanyaga. Lakini Mwamba aligundua kwamba kuna sofa ilikuwa imeweza kutupwa, ile hii sofa ni kama iko fresh tu, yani sofa inaonekana nzuri. Mwamba akaanza kuivuta mdogo mdogo, akapeleka mpaka katika lile eneo ambalo bidada Sumi huwa ananywaga coffee. Akaamini kwamba bidada Sumi atakapokuwa anapita katika maeneo haya kunywa coffee, basi atakuwa anakaa katika sofa hii, kwa sababu bidada huwa anakunywaga coffee akiwa ameweza kusimama. Mwamba akatafuta njia mbadala ya kuweza kumsaidia bidada Sumi pasipo hata kuongea naye. Hasa huyu Mwamba bana, kumbe kinachomsumbua ni kwamba jamani mzito sana kutongoza, yani kutongoza jamani mzito vibaya sana. Sasa akabidi kwenda mpaka kwa daktari wake yule udogoni, akamwambia bana, mimi kuna bidada nampenda lakini nashindwa kumtongoza ujue. Daktari naye utongozaji wake ni wa mwaka 1980. Akaanza kumshauri jamaa kuwa amnunulie bidada maua, amwambie anampenda, kila akinywa maji anamuona kwenye glasi. Hasa siku ya leo bana, Mwamba alikuwa ameandaa maua yake, sasa anamtafuta bidada. Kumbe bidada bana yuko mitaani amechelewa kweli kweli, kuna tamasha ambalo alikuwa anaelekea kwenda kuperform, ila kwa bahati mbaya muda umekwenda na meneja wake akamwambia kuwa tamasha limeshaanza, kwa hiyo umechelewa. Na bidada kwa kuwa anapenda kuimba na kitu ambacho kiko ndani ya damu, basi akaanza kuimba hapo hapo mitaani akiwa anamsikilizisha meneja wake kwamba ni kweli amechelewa, lakini anatamani angelipata nafasi ya kuimba. Hasa ile namna ambavyo bidada alikuwa anaimba, Mwamba Jangbu alikuwa anamtazama tu bidada, akajikuta amevutiwa naye sana, na kwa sababu alikuwa amebeba maua mkononi, akamkabidhi tu bidada, wala hakuongea naye chochote kile. Alafu nawe kaka, acha kunidhalilisha bana, hizi nyakati sio za kuleteana maua bana, lete maokoto, lete vitu vya thamani. Unahitaji maua sasa hivi bana, nyakati zilipendwa hizo, hebu acha kabisa kunifuatilia. Akamwacha Mwamba pale ameduaa tu. Lakini Mwamba akasema, mimi ni rafiki yako udogoni anaitwa Jangbu. Bidada akageuka akasema, sina rafiki mshamba kama wewe, na wala sijawahi kuwa na rafiki anaitwa Jangbu tokea udogoni kwangu. Mwamba hii kitu ilimuingia mpaka kumtima, kaanza kuwaza kwamba ina maana mimi nilikuwa napoteza muda wangu kumfuatilia mwanamke ambaye hana time na mimi. Lakini Mwamba hakuishia hapo, akaendelea kumfuatilia bidada Sumi kila sehemu anayokwenda. Bidada Sumi akawa anambebesha mizigo, anasindikizwa mpaka nyumbani. Alafu akawa anamuuliza Mwamba, hivi ni kwa nini unamtafuta huyo rafiki yako udogoni? Na Mwamba Jangbu akasema kwamba ni kwa sababu nampenda sana huyo rafiki yangu udogoni. Bidada bana akakosa hata neno la kuzungumza. Baadaye kidogo Mwamba akawa amerudi tena katika chumba cha CCTV kamera, anamfuatiliaga sana bidada Sumi mitaani. Akagundua kwamba bidada alikuwa anaongea na mtu katika simu, na baada ya maongezi hayo bidada akaonekana kushangilia sana. Sasa Mwamba akaelewi kwa nini bidada anashangilia, lakini ukweli ni kwamba bidada alikuwa amechaguliwa katika chuo cha music kwenda kujifunza music. Sasa alikuwa amefurahi sana. Sasa Mwamba ni kwamba amekufa ameoza kwa bidada, namna alivyokuwa akimtazama bidada anavyofurahia, akajikuta naye ameweza kufurahia mpaka akachola mchoro namna bidada alivyokuwa anaruka. Nyakati za usiku tena jamaa akamfuata bidada katika eneo fani la mgahawa, akamletea tambi kama zote, akasema ulisema kwamba maua yamepitwa na wakati, sasa nimekuja kukuletea tambi zitakusaidia kwenye kula. Bidada akasema, we kaka ni mshamba sana, inaonekana mambo mengi huyajui, lakini sio mbaya kwa sababu umeletea tambi, nashukuru kwa hizi, kuliko maua mimi sio nyuki, huenda nisingeyatumia kwa lolote lile. Basi walikaa sana pale katika eneo la mgahawa. Mwamba akawa anawaambia watu kwamba nirushieni kitu chochote kile muone kama nitakuweza kukikosa kukidaka. Basi wakawa wanamrushia spuni, jamaa anazidaka tu, kila wanachomrushia Mwamba anadaka tu. Walishangazwa sana na uwezo wake. Unajua imekuwa ghafla sana, lakini jamaa amejikuta tu anamfikiria bidada kila dakika. Na siku ya leo alipotoka kazini, moja kwa moja akawa anaelekea kwa kina bidada Sumi, na alikuwa anaendelea kuhesabu hatua zake taratibu. Na hata zilipoweza kufika nyakati za usiku, basi wakawa wanarudi nyumbani. Bidada akawa anamuuliza huyu Mwamba kwamba wewe unafanya kazi gani? Naona muda wote unanifuatilia tu mimi. Mwamba akasema anafanya kazi katika kitengo cha CCTV kamera. Hasa walitembea sana nyakati hizo za usiku mpaka wakafika katika ile sofa ambayo Mwamba alikuwa amewekaga kwa ajili ya bidada. Sasa bidada alipofika hapa akaanza kusema, jamani, katika haya maisha jamani, kupenda raha sana. Unajua mimi kila siku nanunua kahawa katika duka moja tu kwa sababu nampenda sana yule mtu ambaye anauza duka, lakini bado sijawahi kumwambia. Alafu pia yule kaka anajituma sana, ana duka lake lakini pia ana gari lake. Napenda sana maisha kama yale. Mwamba aliposikia kwamba Mwamba ana gari, akaanza kuwaza kuanzia hapo ni lini atapata gari lake na yeye. Kesho yake Mwamba Jangbu alipoweza kufika ofisini, akaanza kuuliza wafanyakazi wenzake kwamba jamani, kuna mtu yote ambaye ana gari aniazime tafadhalini sana. Lakini huwezi kuamini, kweli gari sio makalio ya nyani. Yaani mpaka mkuu wa kitengo alikuwa hana gari. Mtu ambaye alikuwa na usafiri mkubwa sana alikuwa na kaguta kapikipiki fulani hivi, na aka kapikipiki kalikuwa kanatumika sana kwenda kumsaidia bidada pindi alipokuwa anaonewa na yule mtu alikuwa anamdai madeni. Wakati mwingi sana walikuwa wanajitokeza na kwenda kumsaidia. Basi bidada Sumi kadri alivyokuwa anazidi kusaidiwa na huyu jamaa, wakati mwingine alikuwa akisimama tu kwenye CCTV kamera anaanza kusema asante sana, na alikuwa anajua kabisa kwamba mtu alikuwa akitazama hizi CCTV kamera alikuwa ni Mwamba Jangbu. Na siku ya leo Mwamba alimtoa bidada out, akampeleka
katika maeneo fulani hivi ambayo kuna miti mingi sana. Akawa anamuuliza bidada, kwa nini unapenda sana kuwa na gari? Bidada akasema, napenda kuwa na gari ili nije kuendesha gari mpaka katika maeneo ya bahari. Na kuanzia hapo Jangbu alikuwa anatamani sana kuwa dereva wa gari au aje kuwa mtu ambaye ana ujirani na urafiki na mtu mwenye gari. Basi akaanza kujenga urafiki na dereva mmoja hivi wa daladala. Wewe bwana, wewe urafiki ukao umekolea. Sasa Mwamba akaenda kumpigia simu bidada siku moja, akamwambia kwamba tayari niko na gari nimeazima, naomba uje hapa maeneo fulani hivi tuweze kukutana tuelekee baharini. Bidada yeye alichokuwa anapenda ni gari tu, haijalishi ni Costa, haijalishi ni daladala, haijalishi ni gari binafsi. Basi akawa amepanda na wakawa anaelekea huko town kwenda katika maeneo ya bahari. Lakini wakiwa wanavuka tu daraja kuingia mjini, matrafiki wakawa wamewasimamisha na kusema magari choka mbaya kama haya hayaruhusiwi kabisa kuingia mjini, rudini mlikotokea. Bidada Sumi alitoka nje akaanza kubijibizana na afande, kwa nini mtuzuie, mlitukane gari letu wakati gari nzuri tu, hili gari ni nzuri kabisa hili. Basi mabishano yalikuwa ni makali sana. Mwamba alikaa tu ndani ya gari anasikilizia mambo yanavyozidi kwenda. Mwisho wa siku trafiki akawa amewaruhusu wakaweza kuingia mjini. Sasa baada ya kumaliza utalii wao walioenda kufanya huko mjini, Mwamba akawa amerudi tena katika maeneo ya ofisi yake. Lakini mkuu wa kitengo cha CCTV kamera akawa anasema kuna matukio ya utekaji wa wanawake yameongezeka sana ndani ya mji. Kwa hiyo tunatakiwa tuongeze umakini sana na kuwapa taarifa polisi kila wakati. Lakini hata kabla ya mkuu wa kitengo kumaliza kutangaza tangazo lake, Mwamba alikuwa anamtazama bidada Sumi. Ghafla tu bidada Sumi akawa amepotea katika CCTV kamera. Jamaa akakimbia sana mpaka kufika katika eneo la tukio. Hapa alikutana na skafu tu ya bidada. Na lakini kumbe bidada Sumi alikuwa amejificha sehemu na lengo lake lilikuwa ni kutaka kupima tu kwamba jamaa anampenda au ampendi. Bidada akaanza kumuuliza jamaa, vipi unanipenda? Mwamba akasema ndio, nakupenda sana tu. Na bidada kuyasikia hayo maneno mazuri kutoka kwa Mwamba akamvua miwani yake na akamkisi. Jamaa hakuamini kabisa kwa mara ya kwanza ameweza kuvua miwani yake. Hasa ile wamefika tu nyumbani walishangaa kuona kwamba kuna fujo nyingi sana. Kumbe ni wale wadai madeni wako kupangua kila kitu, wanatupatupa, anamwambia bidada kwamba alipe madeni yao haraka sana, la sivyo atachoma hata hii nyumba. Mwamba alishuhudia tukio zima mwanzo mpaka mwisho likawa limeweza kuhitimishwa. Mwisho wa siku akamfuata bidada Sumi na wakaanza kuongea pale ndani. Lakini kulikuwa kuna michoro ya udogoni ya bidada Sumi pindi alipokuaga mdogo, na hii michoro Mwamba anaijua kabisa. Akamwambia, wewe ndio Sumi ambaye nilikuwa nakutafuta udogoni. Bidada akasema, unisamehe, sikuhitaji kuingia katika mahusiano na wewe kwa sababu sikutaka nikubebeshe mzigo mzito sana wa masuala yangu binafsi. Haya mambo ya madeni, mambo ya kupitia maisha magumu, nikaona kama itakuwa ni mzigo pindi utakapoingia katika mahusiano na wewe. Lakini siku ya leo Mwamba Jangbu akaenda kumtembelea daktari wake, na daktari akamwambia hali yake ya macho imezidi kuwa mbaya zaidi na kuna uwezekano anaweza kupata upofu muda wowote ule. Na Mwamba kuanzia siku hiyo kila hatua aliyokuwa anaipiga alikuwa anaihesabu ili siku atakapokuja kuwa kipofu basi awage anatembea kawaida tu kana kwamba ni mtu ambaye anaona. Upande wa pili bidada Sumi ameshauza nyumba, sasa amelipa madeni yake yote, ila sasa hana kwa kwenda kukaa. Mwamba alikuwa anamtazama bidada anazunguka tu mitaani akiwa mbeba mizigo fulani hivi. Lakini pia huyu mwanamke ambaye yuko ndani ya chumba cha CCTV kamera alishtuka kuna gari ambayo inazunguka katika mitaa muda mwingi tu. Alipojaribu kuizoom ile plate number ndo akagundua hii gari inamilikiwa na yule mteka wanawake. Sasa kuna uwezekano bidada ataingia katika hatari kubwa sana ya kutekwa. Haraka sana wakawapigia polisi waweze kulitafuta hilo gari, lakini wanafika tu eneo la tukio na gundua kwamba gari halipo tena. Mwamba pia aligundua kwamba bidada haonekani katika eneo la tukio. Jamaa alichukua baisikeli yake haraka sana akaingia mitaani anza kumtafuta bidada kila kona ya mji, lakini alikuja kugundua kwamba kadri anavyozidi kukimbiza baisikeli ndivyo uoni wake unazidi kupotea. Mwisho wa siku akaishia tu kujigonga katika gari iliyokuwa imepaki pembeni. Lakini bado Mwamba alijikongoja mpaka akafika katika eneo ambalo anaamini bidada atakuwa ameweza kupelekwa, na ni kweli kabisa aliweza kumkuta yule kibaka akiwa amemshika bidada na anamlazimisha kuingia ndani ya gari. Mwamba akaita Sumi. Ile kaka jambazi aliposikia tu sauti ya kidume akawa amemwachia bidada Sumi. Baada ya kumwachia polisi wakawa wametimba wakati huo wakamkamata kaka jambazi na kuondoka naye. Lakini pia walimchukua bidada Sumi kwenda kumfanyia mahojiano na kuweza kumchunguza vizuri, je, yuko salama? Kwa hiyo aliyekuwa amebakia pale alikuwa ni Mwamba Jangbu. Sasa jamaa anazidi kunyosha tu mikono hivi ishara ya kwamba jamaa tayari ni kipofu mazima. Rafiki yake alihuzunika sana. Na Mwamba kwa sababu ya upofu wake akasema kwamba kuanzia sasa hivi nitaacha kabisa kumfuatilia bidada Sumi, nisije nikampa mzigo tu wa kunihudumia pindi itakapokuwa kipofu. Lakini bidada Sumi aliendelea kupungia CCTV kamera mikono, lakini kwa awamu hii alishangaa kuona kwamba jamaa alikuwa hajitokezi wala haji kabisa. Ni kama masihara tu. Miezi ikazidi kukatika. Bidada Sumi akashangaa hamuoni kabisa Mwamba. Siku zinazidi kuisha tu mpaka ikafika katika kipindi cha miezi ya barafu. Siku moja bidada aliweza kumwona Mwamba katika eneo fulani hivi la kujipatia chai, akamfuata mpaka pale jirani, akawa anampungia mkono, lakini Mwamba alikuwa bize tu. Bidada pasipo kujua akashangaa kuona Mwamba anatembelea fimbo, kumbe Mwamba tayari ni kipofu. Bidada mpaka nguvu za miguu zilimwishia, akajikuta amepiga magoti, akatiririka machozi. Hakuamini kabisa kwamba Jangbu kipenzi chake leo hii amekuwa kipofu. Alitembelea duka moja ambalo alikuwa anauza michoro, lakini alikuja kugundua kwamba Mwamba Jangbu alikuwa amekuja kuuza michoro mingi sana ikimuonesha yeye mwenyewe bidada, na hii michoro ilikuwa ni mizuri sana. Na kumbe Mwamba alikuwa na mtindo wa kumchora bidada kila alipokuwa
alivyokuwa akimuona katika CCTV kamera kipindi cha zamani. Bidada alikosa kabisa sababu ya kuishi mbali na huyu mwamba Jangbu. Basi moja kwa moja alimfuata leo jamaa akiwa katika mitaa, na alipoweza kumuona tu akawa ameongea, Jangbu, niko hapa na kupenda sana unajua. Na hata bila kupoteza muda, bidada moja kwa moja akaenda na kumkumbatia jamaa, ishara ya kwamba kuanzia sasa wawili hawa watakuwa pamoja, na bidada amemlizia mwamba katika hali zote. Bwana, mpaka kufikia hapa ndio inakuwa mwisho kabisa wa movie yetu nzuri sana. Movie hii bana ilitufundisha juu ya thamani ya upendo na namna ya kukubali mazingira yeyote yale ambayo unakutana nayo kwa mtu unayempenda. Nikusitu kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujagusa alama ya kusubscribe katika channel yetu ili kuwa mdau endelevu. Asanteni sana.